Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Told Jesus TV, nina kaswali kadogo ambako nataka nikuulize. Je, mpendwa, umewahi kupendwa na unahisi ya kwamba umependwa? Na yule aliyekupenda, je, amewahi kukutamkia maneno matamu ya mapenzi ama kuimbia wimbo wa mapenzi? Ama nibadilishe swali kwa sehemu nyingine. Je, wewe pia umewahi kumpenda mtu na unahisi ya kwamba umempenda na unamtamkia maneno ya mapenzi na kumuimbia wimbo wa mapenzi? Unaweza kuwa umependwa na binadamu ama hujapendwa, lakini nikukumbushe kwamba kuna mtu ambaye ni Mungu, Yesu Kristo, anakupenda na ananipenda na ananitamkia maneno mazuri ya mapenzi, ananiimbia wimbo wa mapenzi. Kinachokuwa muhimu hapo sio tu wimbo wa anayekupenda, lakini pia mwitikio wako kupokea maneno yale ya mapenzi. Ni swala nzuri zaidi. Nikukaribishe kwenye robo ya kwanza mwaka 2025, nazungumzia upendo na haki ya Mungu, na kwenye juma hii ya 11 tuzungumzie ningalifanya nini zaidi ama ningefanya nini tena zaidi. Leo ni siku ya Jumanne, tunazungumzia wimbo wa mpenzi wangu. Wimbo wa mpenzi wangu. Wow, unahisi vizuri sana kusikia somo kama na hili ambalo nataka uishare kwa watu wengi, kwanza waelewe ya kwamba kuna wimbo kwa ajili yao ambao ni wapenzi wa yule ambao tunakuja kumgundua hapa. Kwa njia za kushangaza, Mungu ameudhihirisha upendo na haki yake katikati ya pambano la ulimwengu mzima. Licha kuwa katika pambano, Mungu anaendelea kuonyesha upendo wake na anaendelea kutangazia kwamba sisi ni wanawake wapenzi. Anatamkia maneno ya mapenzi, hata nyimbo za mapenzi. Nitakusii kusoma kwenye Isaya sura ya 5:1 hadi 4. Na tuangalie nani anazungumza katika aya hizi. Sio tu ile, tunauliza pia Isaya anamzungumzia nani, na mwenye shamba la mizabibu na shamba la mizabibu wanawakilisha nani? Nini umuhimu wa yale aliyotenda mwenye shamba kwa sababu ya shamba la mizabibu, na matokeo ni nini? Karibuni unapofikiria kwa somo hili la wimbo wa mpenzi wangu. Unaposoma kwenye Isaya sura yake ya 5 mstari wa 1 hadi wa 4, tunaona kwamba katika aya hizi Isaya anaimba wimbo wa mpenzi wake ambaye ni shamba la mizabibu. Okay? Na isitoshe, mwenye shamba la mizabibu ni Mungu mwenyewe, na shamba la mizabibu linawakilisha watu wa Mungu. Lakini pia tuelewe ya kwamba huyo mwenyezi wa shamba alipopanda mizabibu alianza kuandaa shamba, akaweka mboleo, akamiminia maji, akaweka sijui dawa, akahakikisha, akafanya chochote hakikisha kwamba mimea istawi vizuri na kutoa matunda. Lakini kinachoshangaza ni kwamba kwa wakati fulani, badala ya ile mimea kutoa matunda, haikutoa matunda. Umewahi kufikiria kufanya kazi, umefanya kile ambacho unahitajika kutenda, lakini kwa bahati mbaya hakitoi kile ambacho ulikusudia kama result? Mpendwa, nikukumbushe tu ya kwamba Mungu alitupa uhuru wa kuchagua ili tuweze kumpenda na kufurahia upendo wake. Na kupendwa, hata katika maisha, unapopendwa na mwenzi wako, kijana, mvulana, unapopendana, mtu anapokuonyesha kwamba nakupenda ni kitu kizuri, lakini mwitikio wako kwa huo upendo ni kitu cha bora zaidi. Yesu ametupenda, lakini nikuulize, unafanya nini na uhuru wako? Kwenye Isaya sura 5:1 hadi 7 inatuonyesha matarajio ya Mungu, juhudi zake za kuvutia na mwitikio mchungu ambao ameupokea. Amefanya chochote ambacho anaweza kufanya ili kwamba hakikisha kwamba tumepata maisha mazuri, tumeishi salama. Swali moja linaonekana katika mfano huu. Alipoona kwamba mimea haitoi jinsi alivyokusudia, akasema, ni nini zaidi ambacho nisingefanya kwa shamba langu la mizabibu ambalo sijafanya ndani yake? Kitu kingine gani ambacho ningalifanya ili kwamba itoe? Nimefanya chochote ambacho ningalikifanya. Mungu amefanya kila kitu kinachowezekana isipokuwa jambo moja tu. Hajataka kutulazimisha kumkubali, na hawezi kulifanya. Lazima tumkubali kwa uhuru. Kwa hivyo kuna mwaliko, ni lazima leo uamue sasa kumfuata Yesu Kristo. Kwa kweli tunastahili
kuongolewa kufuatana na tabia yetu, lakini sababu ya Yesu kwa upendo wake, mpenzi wetu ambaye anatupenda sana, bado Yesu ametupatia nafasi. Anakuita na kwangu ananiita. Amekufa, amemwanga damu yake kwa ajili yetu, ametufanyizia mema, amefanya chochote ambacho kinaweza kufanyika ili kwamba mimi na wewe tuokolewe. Unadhani angalifanya tena kingine kipi kinyume ya kumwanga damu yake? Amefanya chote. Amua leo kumpokea. Mungu akubariki. Asante Yesu kwa upendo wako, wewe mpenzi wetu. Asante kutufanya kuwa wapendwa wako. Tufunze kukubali upendo wako huu na kuitika vizuri kwa upendo huu, tukifanya yaliyo mapenzi yako, kwa sababu umetupalilia, umeweka mboleo, umefanya chochote. Bariki mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika jina la Yesu Kristo, amina. Ndugu, usikose kusubscribe, kulike na kushare.